Vyombo vya habari vya nchini Israeli na baadhi ya Waisraeli wamelaani na kukosoa vikali Lamine Yamal baada ya kupeperusha bendera ya Palestina. Tukio hili lilitokea Mei 11, 2026 wakati wa sherehe za basi ambalo Barcelona walikuwa wanasherehekea baada ya kushinda ushindi wa goli 2-0 dhidi ya Real Madrid na kutoa ubingwa wa La Liga. Lamine Yamal ambaye huyu ni mchezaji wa miaka 18 alionekana akipeperusha bendera ya Palestina na video pamoja na picha yake zilienea sana mitandaoni. Kwa upande wa channel namba 12 ya nchini Israel iliripoti kwamba Yamal alitumia tukio la mpira kutoa msimamo wake wa kisiasa na ikilinganisha na wachezaji wengine waliofunga skafu za klabu pekee. Gazeti kubwa la nchini Israel lenyewe limeripoti kwamba dhoruba iliyotokana na kitendo hicho na baadhi ya Waisraeli wakiitaka chuki au bendera iliyowakilishwa na ugaidi wa mauaji ya Wayahudi. Wengine kama wanaharakati na watumiaji wa mitandao ya kijamii walimkosoa vikali pia mchezaji huyo Lamine Yamal. Hii imesababisha mjadala mkubwa mitandaoni, huku wengine wakimpongeza Yamal kwa kuonyesha msimamo wake na wengine wakimlaani. Kitendo hicho kimechukuliwa kama ishara ya kuunga mkono wa Palestina, hasa katika muktadha wa mzozo wa Gaza. Klabu ya Barcelona haijatoa taarifa yoyote rasmi kuhusu kitendo cha mchezaji huyu Lamine Yamal kupeperusha bendera hiyo ya Palestina wakati wa sherehe hizo za ubingwa wa La Liga. Klabu imekaa kimya na hakuna maoni wala maelezo wala hatua yoyote iliyotangazwa na FC Barcelona kuhusu tukio hilo. Sherehe ziliendelea kama kawaida na klabu iliendelea kusherehekea ubingwa bila kugusia swala la kisiasa. Lamine Yamal mwenyewe alizungumza na vyombo vya klabu wakati wa sherehe, lakini alizungumzia tu upendo wake kwa klabu na mashabiki bila kutaja bendera. La Liga na klabu hazikutoa maoni yoyote yanayohusiana na hili. Hii ni kulingana na msimamo wa Barcelona mara nyingi wa kutoingilia masuala ya kisiasa yanayotokana na wachezaji wakati wa sherehe. Ingawa klabu haijulikani kwa historia yake ya kuunga mkono uhuru wa Catalunya na masuala mengine. Tukio limezua mjadala mkubwa sana mitandaoni na vyombo vya habari, lakini klabu inaendelea na shughuli zake za kawaida bila kujibu kitu chochote. Na kama kutakuwa na taarifa mpya itatoka hivi karibuni, ninaweza kukujulisha. Sasa hapa nikupitishe katika msimamo wa La Liga kuhusu masuala ya kisiasa. La Liga inazingatia kanuni za FIFA na UEFA zinazopinga marufuku kabisa maonyesho ya kisiasa, ya kidini au ya kibinafsi wakati wa michezo rasmi. Hii inajumuisha kwamba kuonyesha bendera, kauli, picha au ishara yoyote ile ya kisiasa ambayo inapatikana kwenye jezi, uwanja au wakati wa mechi. FIFA Law 4 Laws of the Game na UEFA Status zinasisitiza kuwa soka linapaswa kuwa bila ubaguzi wa kisiasa, kidini au wa aina yoyote ile. Kanuni za ndani za La Liga zinakataza matangazo au matumizi ya siasa katika muktadha wa ligi hiyo. Lakini kuna tofauti muhimu hapa, ni kujulishe kidogo. Wakati wa mechi au shughuli za rasmi za ligi, La Liga inachukua hatua kali, faini au adhabu ya kufungia mtu ambaye anajihusisha na siasa au vitendo vya siasa. Nje ya mechi kama sherehe za ubingwa, kama hizi alichofanya Lamine Yamal, si chini ya kanuni za mechi. Hii inachukuliwa kama uhuru wa kujieleza wachezaji binafsi, na La Liga haijachukua hatua wala kutoa taarifa rasmi kuhusu kitendo cha Lamine Yamal kupeperusha bendera ya Palestina. Hadi sasa ninavyoongea na wewe, hakuna taarifa yoyote kutoka La Liga, rais wa klabu hiyo, ofisi yao, na kulaani au kuunga mkono au kugusia tukio hilo. Wanaendelea na msimamo wao wa kawaida kwamba wacheze soka, sio siasa, yani wacheze soka na wasiingilie kitu chochote ambacho kinachohusiana na siasa. Wanataka kuepuka kuingilia migogoro ya kisiasa ili kulinda uadilifu wa ligi. Kwa kifupi tunaweza kusema kwamba La Liga inaruhusu uhuru wa kujieleza nje ya uwanja kama ilivyotokea kwa Lamine Yamal, lakini inasimamia sana kutokuwa na mvutano wakati wa mashindano ili soka lisigeuke jukwaa la siasa. Hii inalingana na historia yao katika masuala ya uhuru wa Kikatalunya au maandamano mengine, na wanaheshimu haki ya kujieleza, lakini ndani ya mipaka ya kanuni za ligi ambazo wamejiwekea.
Asa tuambie kwa upande wako, wewe una maoni gani kuhusu kitendo cha Lamine Yamal kupeperusha bendera hii ya Palestina? Je, ni kweli alikuwa anawaunga mkono na siasa zao, au ni upendo wake tu alikuwa anauonyesha? Usisahau comment hapo kwa ujumbe wako, pia subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati.